Rasmi, asante sana rais wetu wa FEMATA ndugu John Wambura Bina. Kabla hatujaomba, nilikuwa ninataka nimpongeze rais wa nchi hii mama yetu Samia. Sekta hii ya madini ina ajira. Tanzania hii mtu anasoma, anachukua digrii zake, halafu anasubiri anasema ajira. Na ajira mtu anatakiwa akastaafu na miaka 60. Sasa na nchi na serikali huwa haiajiri wazee, inaajiri vijana. Sasa mtu anasubiri ajira badala ya kuuliza ajira iko wapi. Sasa hivi Tanzania hii ina ajira mbili tu, sekta ya madini na kilimo. Kwa hiyo wakimaliza kule na digrii zao warudi shambani, au tunawakaribisha waje kule mgodini. Huko nyuma rais wetu John Bina uliongea hawakukuelewa, na mimi nilikuwa nataka nitoe ombi, kama akanielewa rais, ni mshauri kila wilaya aipatie tipa moja, ili tipa hii iwaangalie wale wanaocheza pool, iwapeleke mgodini. Sisi tuna ajira, wakifika hapa tunawaandika, wanapata kazi, tunawalipa Laki1 mpaka Laki2 kwa mwezi, na tunawalisha na wanalala pazuri. Tukubaliane na Nyerere na Rais Nyerere wa kwanza aliposema masika anapoingia kila mtu awe na heka moja ya kulima mtama wa Serena. Sasa vijana wanajua kula vizuri, lakini watapataje hela ya kulipa kile chakula kizuri? Sasa warudi, watoke waende kule. Kama atanielewa hilo, vijana wote ambao walikuwa wanauliza wanataka haki wabebwe kwa tipa waende machimboni. Ajira ipo. Ndio haki ambayo nimeiona wanaitaka. Baada ya kusema hayo, sisi tutamwombea na sasa hivi rais, maana anafanya mambo makubwa na sisi tunaendelea kuyashuhudia. Tuombe sasa. Baba yetu na Mungu wetu mwema, wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu katika ulimwengu huu na hata katika nchi yetu hii ya Tanzania. Jina lako litukuzwe. Sasa tumekuwa na mikutano hapa kwa ajili ya kikao chetu cha kupangana mpango kazi. Tunaomba ukubali yale tuliyoyajadili, lakini mgeni rasmi yuko hapa, amesikiliza mpango kazi, tukiwa tunapata utaratibu wa nafuu ya haya pera haya kwa ajili ya pikipiki haya kwa ajili ya kubeba mizigo huko migodini. Hili nalo mgeni rasmi ameliona, tembea naye na tembea na jambo hili, aende akalifikishe mahali husika, kwamba rais wa nchi hii anapofungua milango hivi fursa zinapatikana. Umbariki, umuongoze, muzidishe neema, mpe busara itokayo juu mbinguni, ambayo nchi hii aisimamie amani, watu waweze kuchuma mali hatutaweza kuzila kama tutazichuma kwa harakati ya kukimbia. Nchi inatakiwa itulie, watu wakae mezani, wavunje tu vitu, halafu waendelee kufurahi. Mungu msaidie mama Samia, saidia na jopo lake, makamu wa rais msaidie, saidia mawaziri aliyowateua, saidia hata wakuu wa mikoa na wilaya mpaka ngazi ya chini. Bariki wachimbaji, hii ndio sekta iliyobaki. Sasa akipokea ushauri huu, tunaomba vijana wote warudi huko migodini wakachume hela. Wakija mjini ni kuja kula tu. Jina lako litukuzwe. Bariki mgeni wetu rasmi, kwa sababu amejishusha, ni mnyenyekevu, amekuja kutuona sisi watu wa kawaida. Rais wa FEMATA Bina, endelea kumbariki. Bariki makamu wa rais Techa kwa ajili ya kazi wanayoifanya. Wapatie umoja, pamoja na katibu wapatie umoja, ili sisi wachimbaji watuongoze vizuri, tuchimbe madini. Na kwa sababu mpango kazi wa serikali ni hapa Tanzania kuwa kitovu cha uchumi wa madini, fanikisha hilo Mungu, kupitia rais wetu wa FEMATA, kupitia rais wa nchi hii mama Samia. Endelea kumulinda. Tunaomba haya kwa jina lako Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.